Habari na karibu kwenye Ufunuo Unaofichuliwa, kituo cha unabii wa Biblia kinachoingia moja kwa moja kwenye kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dubrey, na leo tutaingia kwenye moja ya mada ambayo watu wengi wanapenda kuitafuta, kuichunguza na kuijadili. Nayo ni kuhusu kuja kwa Eliya wa siku za mwisho. Eliya huyu atakuja lini? Na tunawezaje kuelewa muda wake katika ufunuo wa siku za mwisho? Kwanza kabisa, kama wewe ni mgeni, unaweza kutaka kurudi na kutazama baadhi ya mafundisho ya awali tuliyofanya hapa, ili kuelewa kwamba ufunuo sio miaka 7, kwamba mwisho wa siku sio miaka 7, na hauhusiani tu na kuangazia Injili ya Mathayo na mafundisho ya Mathayo. Ukishatambua ni nani Injili za sinoptiki zinawaelekea, kwamba wa mwisho watakuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho, kwamba mwisho hauhusu Mathayo pekee bali Luka, kisha Marko, halafu Mathayo, utaelewa kwa nini kuna tofauti nyingi ndani ya Injili, na hasa ndani ya mafundisho yao ya kinabii kuhusu siku za mwisho. Ya Luka ni kabla ya dhiki na sehemu inayoitwa juu. Ya Marko ni miaka 7 ya mihuri, na ya Mathayo ni miaka 7 ya tarumbeta. Mwisho wa siku unaitwa kipindi cha juu na miaka 14. Kundi la kwanza linaenda mbinguni ya 3. Kundi la pili, Yesu anakuja na paradiso aliyosema ataenda kuiandaa, na la 3 ni Bwana akirudi kwa Wayahudi, akirudi kwao miguu chini kwenye mlima wa Mizeituni. Sasa kwa kuwa umeelewa hili, na kama umekuwa ukifuatilia unalielewa vizuri, sasa ni lini katika kipindi hiki Eliya atakuja? Unaona, hata Wayahudi wanajua kwamba Eliya wa mwisho atakuja. Sasa utaelewa ni lini atakuja. Tukienda kwenye kitabu cha Malaki 4, mwisho kabisa, mstari wa 4 hadi wa 6, tunaona, kumbukeni sheria ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, pamoja na amri na hukumu zake. Tazama, nitawapelekea Eliya nabii kabla ya kuja kwa siku ile kuu na ya kutisha ya Bwana. Naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, nisije nikaja na kuipiga dunia kwa laana. Sasa ndiyo, kulikuwa na Eliya, Yohana Mbatizaji, ambaye tayari alikuja, lakini ndani ya mafumbo ya tofauti zilizopo kwenye Injili za sinoptiki, pia kuna ufunuo wa wakati atakapokuwepo hapa mwisho wa siku. Na si kwamba Eliya wa zamani atakuja na kila mtu ataona huyu mzee mwenye ndevu akija na huyu ndiye Eliya wa siku hizi. Hapana, itakuwa mtu ambaye Bwana atamchagua kama Eliya wa siku hizi, kama vile alivyofanya na Yohana Mbatizaji. Na tunaona kwamba kazi yake ni kugeuza mioyo ya baba kwa watoto, na watoto kwa baba zao, ambayo ina maana ni maalumu kuhusu familia zinazokosana na kupingana hata kufikia kifo. Sasa tunawezaje kuelewa ni lini hili litatokea? Basi ni lini kuja kwa siku kuu na ya kutisha ya Bwana? Hilo ni rahisi kuelewa unapofahamu kuhusu pre-trib, mid-trib na post-trib, yaani kuja mara 3 kwa mwana wa Adamu. Na mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri ndipo hili linatokea, wakati kila mtu anashikwa na hofu, wanaona kinachokuja, na mashujaa na watu wakuu, kila mtu yuko kwenye taharuki, wakijificha kwenye mapango na kwenye miamba ya milima, na wakisema kwa miamba na milima, tuangukieni, mtufiche kutoka uso wa yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na kutoka kwa ghadhabu ya mwanakondoo, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yake imekuja, na ni nani atakayesimama? Hii si baada ya ukakili. Huu ni mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, watakapokuwa wamemuona akija. Lakini katikati ya dhiki haitokei hadi baadaye kidogo, kama unavyoona katika Ufunuo sura ya 7. Kwa hivyo watakuwa wamemuona akija, na ni sikukuu ya ghadhabu yake. Wanamuona akija na nini? Wanamuona akija na ufalme wa Mungu. Anakuja na nguvu, anakuja na mlima Sayuni wa mbinguni, kama tulivyofundisha hapo awali. Na usisahau, kama sitataja ni sura gani nipo, angalia tu upande wa kulia. Hivyo basi, huu ndio wakati anaokuja. Huu ni mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, ambao ni mafundisho ya Marko kuhusu kuja kwa mwana wa Adamu. Sawa? Huu ndio wakati anakuja kwa ajili ya umati mkubwa wa katikati ya dhiki. Hivyo pia, huu ni kipindi cha Ufunuo sura ya 17, ambapo atamshinda yule mnyama na wale wafalme 10 walio pamoja naye kwa mara ya kwanza, na yule mnyama atawebwa kwenye shimo, si mwisho atakaporudi na kushuka kwa miguu na kumshinda, akimtupa kwenye ziwa la moto.
Hii ndiyo vita mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri. Sawa? Huu ndio wakati tunaozungumzia, na angalia kinachotokea tunapoenda kwenye mafundisho ya Luka. Kumbuka mafundisho ya Luka hii hapa, lakini kabla ya haya yote, katika Luka 21 mstari wa 12 kuanzia mstari wa 12, huu ndio mwanzo wa siku 40 baada ya unyakuo, kabla ya dhiki na harusi kufanyika. Mwana wa Adamu amekuja, na haya ndiyo mambo yatakayoanza. Na unachoanza kuona katika mstari wa 16 inasema, nanyi mtasalitiwa. Kwa hivyo anazungumza na kundi maalum la watu watakaosalitiwa na wazazi na ndugu na jamaa na marafiki, na baadhi yenu watawaua. Sawa? Hili ni kundi maalumu la watu. Huyo si baba dhidi ya mwana, mama dhidi ya binti. Sasa tazama kinachotokea tunapoenda kwenye hotuba ya Marko. Katika hotuba ya Marko, hii iko katika nusu ya kwanza ya mihuri kabla ya chukizo, ambayo ni alama ya mnyama. Sikiliza inavyosema hapa. Katika mstari wa 12 inasema, sasa ndugu atamsaliti ndugu yake afe. Sasa sikiliza hili, na baba atamsaliti mwanawe, na watoto watawaasi wazazi wao na kuwaua. Kwa hivyo tunaona wapi baba dhidi ya mwana, mama dhidi ya binti, watoto dhidi ya wazazi, wazazi dhidi ya watoto? Hii inatokea lini? Katika nusu ya kwanza ya mihuri ndipo inapoanza. Ndiyo maana iko katika kitabu cha Marko. Tazama inavyosema katika mafundisho ya Mathayo. Katika mafundisho ya Mathayo huoni chochote. Katika nusu ya kwanza ya mafundisho ya Mathayo, kabla ya chukizo la uharibifu lililozungumziwa katika Mathayo, hii nusu ya kwanza hapa ni nusu ya kwanza ya hukumu za tarumbeta. Na sikiliza inavyosema mstari wa 9, nanyi mtatiwa mikononi mwa watu mpate kuteswa, na watawaua, nanyi mtachukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watajikwaa na watasalitiana na watachukiana. Hakuna baba dhidi ya mwana, mama dhidi ya binti. Hiyo inapatikana tu katika mafundisho ya Marko kwenye nusu ya kwanza ya mihuri, ndipo yote huanza. Kwa nini? Kwa sababu itafikia mwisho na Eliya atakuwa hapa wakati huo kuwarejesha, ili kwamba kwenye kundi kubwa la katikati ya dhiki wawe tayari katika Bwana. Unaona, yote haya lazima yafanyike kabla ya nini? Sikukuu na ya kutisha ya Bwana ambayo iko mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri. Sasa hebu nikuthibitishie zaidi kidogo ndani ya tofauti hizi za Injili, kwamba umeona tofauti kati ya Luka, kisha Marko, kisha Mathayo, na maneno hayo yalipatikana katika Marko ambayo ni wakati wa mihuri, lakini huioni tena wakati wa tarumbeta katika Mathayo kwa sababu tayari imekwisha. Sasa nitalithibitisha tena ndani ya tofauti hizi. Katika simulizi la Luka kuhusu kubadilika sura kwa Yesu, tumefundisha kuhusu haya pia. Hata kwenye vipande vifupi hapa inasema, lakini nawaambia kweli, katika Luka 9:27, lakini nawaambia kweli, wapo baadhi ya waliosimama hapa ambao hawataonja mauti mpaka waione ufalme wa Mungu. Hii ni aya ya kabla ya dhiki, au aya ya kabla ya dhiki kuu. Na katika aya ya 28 inasema, ikawa karibu siku 8. Hii siyo tu ndani ya mwaka wa 8 katika hesabu kubwa tuliozungumzia kwenye chaneli yetu kuu, bali pia ni picha ya Bwana kuja siku ya 8 baada ya harusi ya siku 7. Huyu ni mwana wa Adamu akija kama mpanda farasi mweupe, kama tulivyofundisha. Anakuja kama mpanda farasi mweupe kwa siku 40 baada ya harusi. Na tazama kinachotokea. Hakuna shaka hapa kusema, nilidhani Eliya ndiye anayekuja kwanza. Hawaombi lolote kati ya hayo. Wanazungumzia tu jinsi wanavyowaona Musa na Eliya, lakini hakuna maelezo kuhusu nilidhani Eliya ndiye anayetangulia. Unaona? Kwa sababu Eliya, hii ndiyo sehemu iliyo hapo juu tunayoizungumzia. Hii ni picha ya kinabii ya sehemu iliyo hapo juu, lakini hakuna kinachotajwa, kwa sababu ni hadi mihuri itakapopatikana ndipo anapojitokeza, na sasa yuko mstari wa mbele. Tazama hili. Twende kwenye hotuba ya Marko. Samahani, hadithi ya kubadilika sura. Katika sura ya Marko inasema na kutakuwa na baadhi ya watu wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti hata watakapouona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Hii inasema nini? Huu ni mchezo wa katikati ya mashindano, lakini hawataondoka mara moja. Unaona, ya Luka ilikuwa mara moja. Huyu anasema wakati uliopita. Watakuwa wameuona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu.
Hiyo ni kwa sababu mwishoni mwa mwaka wa 6 wa muhuri wanaona anakuja, lakini tukio la katikati ya dhiki halitokei mpaka mwaka wa 7, takriban katikati. Kwa hiyo watakuwa wameuona ukija, lakini bado hawajaenda. Na hapa ndipo mwishoni mwa siku 6. Picha ya kinabii hapa ni kwamba siku ni kama miaka. Hii ni mwishoni mwa miaka 6 ya mihuri. Wameuona akija, amewashinda maadui, na sasa nini kitatokea? Ni mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, na tazama kinachotokea. Hadithi ya Eliya inarudi tena. Tuna mafundisho mengi ya kina kuhusu haya kwenye chaneli kuu ambayo unaweza kwenda kuyatazama baadaye, lakini angalia hili sasa. Katika Marko 9 mstari wa 11, sikiliza wanachosema. Wakamuuliza wakisema, sasa kumbuka, hii ni picha ya mwisho wa miaka 6 ya mihuri, sawa? Hii inamaanisha Eliya alipaswa kuwepo kwa sababu ilikuwa baba dhidi ya mwana na mama dhidi ya binti mihurini. Kwa kuja kwa Bwana mlima Sayuni kupokea umati wa dhiki kuu, Eliya lazima awe amekuja kama nilivyoeleza awali. Hebu tuone maandiko hapa. Hii kwa sababu hii ni picha yake sasa hapa mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri akiwa na mlima Sayuni wa mbinguni. Na inasema katika mstari wa 9, wakamuuliza wakisema, kwa nini waandishi wanasema kwamba Eliya lazima aje kwanza? Akajibu akawaambia, kweli Eliya yuaja kwanza na kutayarisha yote, na jinsi ilivyoandikwa juu ya mwana wa Adamu ya kwamba imempasa kupata mateso mengi na kudharauliwa. Lakini nawaambia, Eliya amekwisha kuja, nao wakamtendea yote waliotaka, kama ilivyoandikwa kumhusu yeye. Unaona kinachoendelea? Alisema sasa tayari amekuja. Katika unabii hii ndiyo picha, mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, nao wanamuuliza Eliya alikuwa wapi? Na anawaambia kwamba tayari amekuja na kuwarejesha baba na mwana, mama na binti, kama alivyosema angefanya, kumaanisha kwamba Eliya yuko hapa wakati wa mihuri ili kurejesha utenganano utakaotokea wakati wa mihuri ya baba dhidi ya mwana, mama dhidi ya binti, hata kifo. Na sasa angalia Marko anachosema baada ya hapo kwenye mstari wa 14. Inashangaza kwa sababu unakuta haya maneno tu katika Mathayo. Sasa tunajua kwamba inahusu wakati wa kundi kubwa la katikati ya dhiki, na angalia inavyosema baada ya hapo. Na alipowafikia wanafunzi wake, akaona umati mkubwa ukiwazunguka. Kwa nini? Kwa sababu katika unabii tunajua kwamba hii kinabii sasa itakuwa wakati wa kundi kubwa la katikati ya dhiki, na kinachofuata Ufunuo sura ya 6, wakati wa kuja kwa Bwana katika siku kuu na ya kutisha, siku kuu ya ghadhabu yake. Nini kinatokea baada ya hapo? Ufunuo sura ya 7 kwenye kundi kubwa la katikati ya dhiki. Kwa nini? Kwa sababu kundi kubwa linaingizwa kwa Bwana baada ya kuwa wameuona ule sikukuu ya kutisha ya Bwana alipowaangamiza maadui pamoja na mfalme yule mnyama na wafalme 10 waliokuwa pamoja naye. Na Eliya tayari alikuwa pale, akarejesha baba kwa mwana, mama kwa binti, ili kundi kubwa liwe tayari wakati wa kuja kwa Bwana mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri. Sasa si Eliya pekee, itakuwa kile tunachokiita kundi la Eliya. Huenda kukawa na Eliya mmoja mkuu, lakini kutakuwa na kundi la watu, labda maelfu ya watu ambao watakuwa aina ya Eliya. Sasa unataka nimalize hili na kukuonyesha tofauti? Tazama hili. Unapokuja kwenye Mathayo 17, siku 6 baada ya kubadilika kwake, unabii ni picha ya baada ya miaka 6 kama vile ya Marko ilivyokuwa, lakini hii ni mwishoni mwa miaka 6 ya hukumu ya tarumbeta, ambayo ina maana kwamba hii ni mwishoni mwa miaka 13 kati ya 14 ya dhiki, wakati Bwana atakaporudi miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni. Na angalia kinachotokea. Wanamuuliza hili tena, lakini sikiliza anachosema. Na wanafunzi wakamuuliza wakisema, kwa nini wasemavyo waandishi? Samahani, kwa nini basi waandishi husema kwamba Eliya lazima aje kwanza? Yesu akawajibu akawaambia, kweli Eliya hatakuja kwanza na kurejesha mambo yote, lakini nawaambia Eliya tayari amekuja. Sasa sikiliza hili. Kumbuka sasa anazungumza na Wayahudi mwishoni anaporudi chini kwenye mlima wa Mizeituni. Wanasema, subiri, nilidhani Eliya angekuja kwanza. Waandishi walikuwa wametuambia kwamba Eliya angekuja kwanza. Na kisha anasema Eliya tayari alikuja. Angalia hili, wala hawakumjua. Naomba hii kubariki. Kwa heri kwa sasa.